Naam, ikiwa kuelekea katika dabi ya Kariakoo kama ambavyo niliwahi kusema kwenye session iliyopita kwamba tutaendelea kuangalia hizi timu za Simba na Yanga ambazo zinakwenda kucheza kwenye hiyo dabi juu ya wachezaji wao ambao wana safari yao ya huko walikotoka, hususan wachezaji wa kigeni ambao wameingia kwenye timu hizi kwa maana ya huko walikotoka, kama wameweza kukutana na dabi ya namna hii na presha zao zitakuwa vipi kuelekea katika mchezo huu wa dabi yenyewe. Sasa jana tuliangalia kwa upande wa Young Africans, leo tunakwenda kuangalia kwa upande wa timu mgeni kwa maana ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Bwana, kwenye kikosi cha Simba tukianza na usajili ambao unaonekana mzito zaidi, kwa maana pale mbele kwenye eneo la kushambulia pale yupo nyota mmoja anaitwa Anse Ura. Yes, hivyo ndivyo ambavyo anatamkwa, Anse Ura. Sasa Anse Ura huyu ni kiungo wa ushambuliaji ambaye anatokea pembeni, raia wa Ivory Coast, na akiwa kwao Ivory Coast amecheza katika moja ya dabi kubwa pale Ivory Coast. Of course ndo dabi kubwa zaidi, ingawaje kwenye miaka ya hivi karibuni imepoteza mvuto, na hiyo ni kufuatia kupungua kwa makali kwa mpinzani mmoja. Yani timu moja leo hii tunapozungumza imekuwa timu ya daraja la kati, tofauti na miaka ya nyuma. Yani let's say kwenye kama Tanzania labda tuseme Simba na Yanga, mmoja aendelee kuwa top vile vile, aendelee kuchukua makombe, alafu mmoja awe timu ya daraja la kati kama Dodoma Jiji, kama Coastal Union hivyo. Kwa hiyo ndani ya Ivory Coast timu yao kubwa ya muda wote ni ASEC Mimosas. Wapinzani wao wa karibu kabisa ni African Sport, lakini African Sport kwa sasa tunapozungumza haina hiyo nguvu, wamepoteza makali. Kwa hiyo huyu Anse Ura ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wamecheza timu zote hizo mbili, akiwemo pia Pacome Zouzoua kwenye kikosi cha Young Africans, na wenyewe wote wamecheza timu mbili, kwa maana wamecheza African Sport na wamecheza na ASEC Mimosas. Kwa hiyo kwa yeye huyu kwa maana ya Anse Ura ameshacheza hiyo dabi ya Abidjan. Haina mvuto kama ilivyokuwa kwenye miaka ya nyuma, lakini amecheza hiyo mechi ya dabi. Tofauti na sasa ASEC Mimosas, wapinzani ambao wanampa mechi ngumu ni Racing Abidjan, Stade Abidjan, San Pedro. Hizo ni timu ambazo zinamuonesha ugumu. Klabu nyingine ya miaka ya nyuma ambayo ilikuwa ikifanya vizuri sasa hivi imepotea ni Stella Ajame. Yes. Kwa hiyo Anse Ura amecheza huko, lakini pia amecheza kule Afrika Kusini akiwa na Stellenbosch. Amecheza na wapinzani wazito kama Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs. Hizo ni mechi ambazo zinakuwa kubwa. Kwa hiyo ile pressure kwa namna moja au nyingine kwa Anse Ura unaweza ukasema pressure zero, yani hawezi kuwa na hiyo pressure kubwa. Lakini pia yeye mwenyewe Anse Ura ameshawahi kucheza hapa Tanzania, kwa maana ya alivyokuwa na kosti ya ASEC ambayo kucheza dhidi ya Simba. Kwa hiyo ile testi anaifahamu ya dabi. Nyota mwingine ni Libase Geye. Huyu naye ni kiungo wa ushambuliaji anayetoka pembeni, hususan upande wa kulia. Ana matumizi mazuri sana ya guu la kushoto. Yeye huyu bwana ametokea Senegal, na tunafahamu Senegal kwenye football loko ushindani sio mkubwa kwa daraja hilo. Amecheza Tengueth ni moja ya timu ambayo kwenye miaka hivi karibuni ndo imeonesha huo uimara, lakini sio klabu ambayo inapata ushindani mkubwa. Labda kuna dabi kubwa ambayo wanacheza dhidi ya wapinzani wao, dabi ambayo inaweza kajaza uwanja wa Leopold Senghor hivyo. Kwa hiyo unaona ametokea kwenye timu ya kawaida. Amecheza Hispania, Valencia B, sehemu pia ambayo testi yake sio kubwa sana, kwa maana ya mashabiki sio kubwa. Vibe la mashabiki labda alilipata kwenye finali za CHAN. Yes, kwenye finali za CHAN hizi ambazo walicheza pale Uganda, uwanja ulikuwa unatia mashabiki wengi sana. Kwa hiyo ile ndo testi nzuri kwa mchezaji huyu, kwa maana ya Libase Geye, na naweza
nikathubutu kusema fainali za CHAN ndo fainali zake kubwa zaidi ambazo alikuwa anaona atmosphere inabadilika katika uwanja, kwa maana mashabiki kuwepo wengi zaidi uwanjani. Kama aliweza kuperform katika fainali za CHAN, basi sidhani kama inaweza kuwa changamoto when it comes anakuja kwenye kikosi cha Simba. Na ikumbukwe akiwa ndani ya kikosi cha Simba tayari kuna testi zimeshaongezeka hapa, kwa maana ya kucheza katika uwanja kama wa Olympique de Rades kule Tunisia, performance ilikuwa nzuri. Lakini pia kucheza 11 November kule Angola, performance ilikuwa nzuri. Kwa hiyo hawa wachezaji bwana ni wale wachezaji ambao wameandaliwa vizuri, kutokuwa na pressure, wana perform vizuri. Lakini hii ni dabi ya Kariakoo, mambo yanaweza kubadilika. Unaweza kuona mchezaji mkubwa unayemtegemea ikawa tofauti. The like of Clatous Chota Chama bwana alikuwa na performance nzuri sana akiwa na Simba for that time. Lakini kumbukumbu zangu zinaniambia Chama amefunga goli moja tu dhidi ya Young Africans, na ndio mechi ambayo aliperform zaidi. Yes, ilikuwa ni ASFC semi-final. Wanashinda hapa mabao 4-1. Goli moja pekee linafungwa na Faisal kwa upande wa Young Africans. Lakini ile performance ya Chama alionyesha kwa wakati ule, unaona ungetarajia kuiona tena katika dabi nyingine mbalimbali ambazo Chama alikuwepo dhidi ya Young Africans. So kwa Libase Gay tunamwekea hapo, tunasubiri kumuona katika dabi mambo yatakuwa vipi. Mchezaji mwingine ni Ino Jospin Loemba. Yes, Ino Jospin bwana ni mchezaji ambaye na yeye hajapata zile kashikashi kubwa sana. Yes, kwa maana ya kucheza dabi, ile dabi kabisa, ile mechi kubwa, mahasimu wawili wanakutana, huko hajafika. Lakini ameshacheza mechi za wao dhidi ya wapinzani ambao wana namba kubwa ya mashabiki, ukiachana kwenye timu ya taifa ya Congo Brazzaville, hata kwenye club level akiwa kwenye kikosi cha Colombe Sport ameshawahi kucheza mechi dhidi ya Coton Sport de Garoua, yenyewe inakuwa na mashabiki wengi uwanjani. Amecheza dhidi ya MC Alger katika michuano ya kimataifa na wakaruhusu goli 1-0 kule Algeria kwenye msimu huu, namaanisha msimu huu 2025-26. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tayari kuna test ameshawahi kuzipata huko alikotoka, ingawaje sio za dabi. Dabi yake kubwa nzito ndo hii ndo dabi yake ya kwanza anaenda kucheza. Kwa hiyo tunasubiri kumuona katika dabi anaipokea vipi dabi, ana uwezo wa kushout kwa kiwango gani kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mbali na hapo, mchezaji mwingine ni Ismail Olivier Toure. Huyu ni beki wakati nyota kutoka Ivory Coast. Huyu anatupa the same scenario na Anse Ura ya mcheza Ivory Coast kwenye kosti ya ASEC Mimosas, ambacho kilikuja hapa Tanzania pia wakafungwa hapa chuma 3-1. Lakini pia Ismail Olivier Toure amepita kule Afrika Kusini, ambako alicheza pia dhidi ya wapinzani wagumu, the like of Mamelodi, Orlando, Kaizer Chiefs. Zote hizo mechi amecheza. Kwa hiyo huu ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana pressure. Aliwahi kuja pia Tanzania akiwa na kikosi cha Marumo Gallants dhidi ya Young Africans, licha kwamba walipoteza hapa mabao 2, lakini ile atmosphere aliwahi kukumbana nayo, aliwahi kuona mazingira namna hiyo. Msimu uliopita alikuja Tanzania na kule uwanja wa Amani Zanzibar ndo alicheza. Ilikuwa Stellenbosch dhidi ya Simba, wakapoteza goli 1-0. So this time around anarudi tena ndani ya uwanja wa Amani, uwanja ambao amekucheza msimu uliopita akaruhusu bao. So yeye naamini ni miongoni mwa wachezaji ambao hawawezi kuwa na pressure katika mchezo huu. So hilo ndo kubwa zaidi ambalo nataka kushare. Lakini dabi ya Kariakoo bwana, nikitoa experience ya moja ya makocha waliokaa muda mrefu sana katika kandanda barani Afrika, ingawa yeye ni raia wa Serbia, Milutin Sredojevic au Micho. Yeye huyu amekufundisha hapa Tanzania kwenye kosti ya Young Africans, lakini amefundisha maeneo mbalimbali. Amesimama katika dabi nyingi. Amesimama katika dabi ya Orlando Pirates na Kaizer Chiefs kwa maana ya Soweto Derby, yeye akiwa Orlando, Ethiopian Coffee na St George akiwa Ethiopian Coffee kule Ethiopia, Sports Club Villa dhidi ya Express akiwa na Sports Club Villa pale Uganda. Amekaa pia kwenye dabi ya Cairo, dabi ambayo inatajwa nambari 1 Afrika, akiwa na kikosi cha Zamalek dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo ni kocha ambaye amekaa kwa miaka mingi, lakini pia hata hapa Tanzania amekaa kwenye kosti ya Young Africans dhidi ya Simba. Hii ni dabi nyingine. Yeye bwana, ushuhuda wake, kuna siku moja leo kufanya mahojiano naye, of course ni muda mrefu, inaweza kafika hata miaka 4.
leo siku moja kumuuliza, ilikuwa kama hivi kuelekea katika dabi, akaniambia amefundisha dabi nyingi Afrika, amesimama kama kocha kwenye dabi nyingi za Afrika, lakini dabi yake kubwa zaidi ambayo anaamini kwamba yani anamaanisha pressure, dabi ambayo inakuwa na tension, inakuwa na vitu vingi sana, ni hii dabi ya Kariakoo, kwa maana ya Simba na Yanga wanavyokutana, ile atmosphere kuelekea katika mchezo wenyewe, alisema inakuwa tofauti kabisa. So hiyo ndio concept ambayo ningependa kushare, na kuna session yake maalum ambayo tutakuja kuiangalia hapo mbele ya safari. Anyways, hilo ndo kubwa. Yes, sijui matokeo yatakuwa vipi, lakini weka comment kwenye comment section hapo ya wachezaji hawa wa Simba ambao tumewazungumzia hapa. Unahisi mchezaji gani anakwenda kuwaka sana siku hiyo dhidi ya Young Africans kwa maana ya Machi mosi? Weka comment yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzika Sports.